Mwokozi wetu, tunakusifu na tunakuinua. Hatuna neno zaidi ya kusema asante. Hatuna neno la zaidi ya kusema Bwana uinuliwe na jina lako litukuzwe na lipewe sifa. Mungu wetu uliyetufikisha hapa tuliko, kwa nuru na neema yako vimeongoza hatua zetu, katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Hakika tunamshukuru Mungu, tunalibariki jina la Bwana tena kwa jioni ya leo, kwa vile Mungu wetu amekuwa nasi na pia ametuwezesha kufanya ibada ya jioni hii. Na unajua ibada lengo lake ni kutetea watu ambao wanafanya ile ibada. Wakati watu walipokutwa au waliposhambuliwa na maadui, neno la Mungu linasema maadui wakiwa wamezingira mji wenu, au wakiwa wamezingira watu wenu, au wakiwa wamezingira vitu vyenu, inueni ibada, inueni Mungu na maombi, na hapo adui ataondoka bila hata mtu wa kumfuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio lengo la ibada. Na unajua adui anachopiganisha kwenye maisha ya watu ni kwamba watu wakose ibada, ni kwamba watu wakose ibada au mji ukose ibada, kwa sababu anajua kama mji hamtaonekana watu wenye kuomba, watu wenye kuliitia jina la Kristo, ujue ule mji utaingia katika shida. Adui atatimiza anachotaka, adui atafanya anachopanga, kwa sababu ule mji hakuna watu wanaweza wakamzuia. Njia moja ya kuzuia adui ni wana wa Mungu wanapofanya ibada, inaharibu mipango yake, inaharibu mitego yake, inaharibu chochote alichojaribu kuinua ili kiwatese watu. Ibada inakiondoa na inakiteketeza. Haleluya! Kwa hiyo tuna ushindi kwa sababu tumepatikana kwenye ibada, ili kila adui aliyotaka akitimize kwenye maisha yako hataweza, katika jina la Yesu. Alichopanga kutimiza ndani ya mji hataweza, katika jina la Yesu. Alichotaka kukifanyia watoto wako hataweza, katika jina la Yesu. Alichopanga kukitenda hatafikia malengo adui, kwa sababu ya mtu mmoja au watu wawili watatu ambao wamekusanyika kuliitia jina la Yesu Kristo. Uharibifu utaingia kwenye kazi ya adui. Adui anachopiganisha, unajua adui hawezi kupiganisha watu ambao wanafanya mzaha, kwa sababu anajua hawa wananifanya kazi. Anachopiganisha ni huduma za kiroho, au ni watu wenye vipawa vya kuwavusha watu, au wetu wenye karama zinazobeba watu katika ushindi. Hawa ndio wanavita. Haleluya! Lakini watu wanaofanya sarakasi, wanafanya mizaa, wanafanya kazi za giza, hata pigana nao. Lakini anaopigana nao ni wewe, akijua huyu ameokoka na akishimama vizuri katika maombi, akishimama vizuri katika neno. Wataharibu mipango yangu, wataharibu kazi zangu. Hawa ndio anapambana nao. Lakini sasa tunaye Yesu. Haleluya! Tunaye Kristo ambaye jioni hii tumesogea kwake, ili mipango adui aliyoyaweka au aliyoyasimamisha au aliyoyapanga hata yatimiza kwa jina la Yesu Kristo. Nataka tusome neno la Mungu kwa dakika chache hapa, katika kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wake wa 19 na mstari wake ule wa 10, na tutaenda pia 14, na
Tutaruka pia kwenda mstari wake ule wa 32 katika maandiko Wafalme wa Pili mlango wake wa 19 kuanzia mstari wa 10. Nataka nifundishe kile tulichokuwa na watu hapa usiku katika mkesha, kwamba adui hataingia kama alivyopanga. Bwana asifiwe. Adui hataingia katika mji kama alivyopangilia. Ambia jirani yako, adui hataingia katika mji wako kama alivyokusudia. Hiyo ndio neno nataka nifundishe kwa dakika chache. Na kwa dakika chache mapenzi ya Mungu yatatimia kwenye maisha yako. Na kwa dakika chache mapenzi ya Mungu yatatimia kwenye mji, yatatimia kwenye maisha ya watu. Maana adui hatatimiza alichopanga kutimiza. Manake mateso ambayo adui ameyapanga ayatimize kwenye mji wako, au kwenye familia yako, au kwenye mashamba yako, au kwenye mipango yako, nimekuja nitangaze ya kwamba hatayatimiza katika jina la Yesu. Kama unanielewa sema amina. Wewe usijali, itatimia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu hatatimiza alichopanga kutimiza. Hatatimiza alichopanga. Angalia usomi wa neno la Mungu. Mstari wa 10 inasema, mumwambie Hezekia mfalme wa Yuda maneno haya mkisema, asikudanganye Mungu wako unayemwamini akisema, Yerusalemu hautatiwa mikononi mwa mfalme wa Ashuru. Soma mstari wa 10, turudie pale. Mumwambie Hezekia mfalme wa Yuda mkisema, au maneno haya mkisema, asikudanganye Mungu wako unayemwamini akisema, Yerusalemu hautatiwa mikononi mwa mfalme wa Ashuru. Ruka mstari wa 14. Hezekia akapokea waraka katika mikono yake, katika mikono ya wale wajumbe, akausoma. Kisha Hezekia akapanda akaingia katika nyumba ya Bwana, akaukunjua mbele za Bwana. Hezekia akaomba mbele za Bwana akasema, Bwana Mungu wa Israeli, ukaaye juu ya makerubi, wewe wewe peke yako ndiwe Mungu, na falme zote za dunia wewe ndiwe uliyeziumba mbingu na nchi. Tega sikio lako Bwana, usikie, fumbua macho yako Bwana, uone, uyasikie maneno ya Saniharibu ambayo amekutukana, ambayo amemtuma mjumbe nayo ili akutukane Mungu aliye hai. Ni kweli Bwana, wafalme wa Ashuru wamewaharibu mataifa na nchi zao, na kuitupa miungu yao motoni, kwa maana haikukuwa miungu, bali ilikuwa kazi ya mikono ya wanadamu. Ilikuwa miti na mawe tu, ndiyo sababu wakawaharibu. Tuende mstari wake wa 32. Basi Bwana akasema hivi katika habari za mfalme wa Ashuru, yeye hataingia mjini humu, wala hatapiga mshale hapa, wala hatajenga
hatajenga boma juu yake njia ile ile aliyoijia, kwa njia hiyo hiyo atarudi zake, wala hataingia ndani ya mji huu, asema Bwana. Maana nitaulinda mji huu niuokoe kwa ajili ya jina langu mwenyewe na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Neno la Bwana. Haleluya. Mfalme wa Suria akainua mawazo mabaya ili ayatende kwa nchi ya Israeli, ayatende na kwa maisha ya Hezekia. Hezekia ni nani? Hezekia ni mtu ambaye alipata neema katika ufalme wake, alimjua Mungu na alitembea katika makusudi ya Mungu, yaani mapenzi ya Mungu. Hezekia ni mtu ambaye aliweza kurudisha neema ya Mungu iliyopotea kwa wale waliomtangulia, akarudisha neema ya Mungu katika nchi. Na Hezekia alikuwa miongoni mwa wafalme ambao wanamtegemea Mungu. Na sasa akatokea mfalme wa Syria au Suria au Siri ambayo tunaijua leo. Akainua majeshi yake juu ya kila nchi, na alikuwa amefanikiwa kuwashika mataifa na kuwaangusha. Alikamata nchi nyingi na miungu ya ile nchi akaikamata, akaichoma. Kwa hiyo Senakeribu hakuwa mtu wa kawaida, alikuwa mtu mwenye nguvu, na kwa nguvu alizokuwa nazo aliteketeza miungu ya kila nchi, na aliteka miji na nchi, akatawala mataifa, katawala mataifa mengi. Yaani yeye ndiye alikuwa na dola, yeye ndiye alikuwa na uwezo, yeye ndiye alikuwa na pouvoir siku zile juu ya dunia. Alikuwa kama Amerika kwa wakati ule, ni yeye alikuwa anashika namba moja katika dunia. Aliendea mataifa akawapiga na akamaliza nchi zao, akaweka serikali yake katika kila nchi, na miungu ya ile nchi kuonyesha ya kwamba ana nguvu, alikamata miungu na sanamu za nchi zote akazichoma, akaziteketeza, mahali ambapo tumesoma. Sasa ikafika wakati akaona niguse Hezekia. Hezekia naye ni mguse, naye ni mpige, na nchi yake niiteketeze na niitawale. Na kitu cha pili, na Mungu wa Hezekia naye nitamchoma kama nilivyochoma miungu mingine. Sema amekosea, sema amekosea. Hapa ndipo Senakeribu akakosea mahesabu, na hii ndio siku alipoita roho ya mauti juu ya maisha yake. Alipokusudia kumgusa Hezekia, ina maana amechokoza, ameita roho ya mauti kwenye maisha yake na kwenye nyumba yake na kwenye ufalme wake. Nikiongea Hezekia, Hezekia si ule ule wa zamani tu, lakini naongea na wewe binti yangu au kaka au mtumishi au mama aliyeko hapa, au wewe unayenifuata kwenye mtandao, ya kwamba wewe uliyeokoka ni wewe ambaye Senakeribu amekusudia akutendee mabaya, lakini nimekuja nitangaze ya kwamba hata kutenda mabaya, kwa sababu Mungu aliyekuita, aliyekuokoa, aliyekuchagua, aliyekusamehe atapambana naye, hataingia kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Leta amene zaidi niendelee kufundisha, leta amene zaidi niendelee kufundisha katika jina la Yesu. Popote ulipo, adui hataingia, hataingia. Amekosea mahesabu. Alipokusudia kukugusa wewe, alipokusudia kukutendea mabaya, hapo ndipo alipokosea, hapo ndipo alipokosea. Unajua adui
anapokuwa na kiburi. Angalia, kuna mfalme moja anaitwa Belshasa. Belshasa alitawala Babeli, Iraki ya leo, akatawala, akapata nafasi. Nebukadneza alipokufa, Belshasa akatawala. Belshasa alipotawala, akatafuta makahaba. Alikuwa na makahaba wengi, masuria, yani makahaba, na hawa alikuwa analewa nao. Ikafika siku moja akakosea mahesabu. Alipokosea mahesabu, akasema, leo tutalewa, leo tutakunywa, leo tutafurahi, lakini tutatumia vyombo vya Mungu, vyombo vilivyotoka kwenye hekalu ya Yerusalemu. Vile vyombo tutavinywea, tutaweka pombe ndani yake na tutakunywa na makahaba zangu. Ndio siku alivyoita roho ya mauti juu ya maisha yake. Ndio siku aliita roho ya kufa katika familia yake, na akaandaa karamu na akaita vyombo vya Mungu vya dhahabu, vyombo ambavyo Sulemani alivitengeneza, ambavyo vilitengenezwa ili vimwabudu Mungu, ili vitumike kwa kazi ya ukuhani. Haleluya! Nikiongea vyombo vya Mungu ni wewe. Wewe ni chombo cha Bwana. Wakati shetani anakosea mahesabu, anafikiria akuangushe, anafikiria akutumie, hapo ndipo amekosea mahesabu. Hapa ndiko amekosea mahesabu. Neno la Mungu linasema, akaleta vile vyombo, akaweka pombe juu yake, na watu wakafurahi. Makahaba wakafurahi, na yeye akafurahi na makahaba zake. Walipokuwa pale pale, sema pale pale, sema pale pale, pale pale kwenye karamu, pale pale kwenye kileo, pale pale walipolewa, Mungu akatokea. Mungu alipotokea, akatokea na mkono ukaandika mene mene tekeli na pereshi. Mfalme akaona mkono unaandika, akaona mkono, na makahaba wakaona, na mawaziri wakaona, na wabunge wake wakaona, serikali yake, waheshimiwa wote wakaona. Walipoona ule mkono wakashangaa, wakajiuliza, ni uchawi gani? Ni uchawi gani unaandika? Wakaangalia maandiko, wakayasoma, wakashindwa kuyasoma. Wakaangalia, wakaita wachawi, wakaita walozi, waje wasome kilichoandikwa, waje watafsiri ule mkono. Wakashindwa. Haleluya, sema watashindwa. Watashindwa kwa sababu Mungu alikuwa amekusudia kumuua, kwa sababu alikosea mahesabu. Angepaswa kuheshimu vyombo vya Bwana. Haleluya! Lazima mapepo zikuheshimu katika jina la Yesu. Lazima wachawi watuheshimu. Lazima wachawi wakuheshimu. Wewe uliokoka, watakuheshimu wakati mkono wa Bwana unaandika mbele yao. Wanashindwa kusoma kilichoandikwa, wanashindwa kutafsiri ule mkono, maana Mungu ametuma roho ya mauti kwa yule aliyekosea mahesabu, kwa sababu aligusa vyombo vya Bwana. Aligusa vyombo vya Bwana avichafue. Kuna vyombo vingi alikuwa navyo, kuna vyombo vingi angechafua, lakini kwa nini achafue vyombo vya hekalu? Mungu akamtumia mkono. Na siku ile wakaita Danieli. Danieli, njoo, kuna jambo ambalo limetokea kwenye karamu ya mfalme. Danieli akajiuliza ni nini, kamuita haraka. Danieli alipokuja akamwambia mfalme, umekosea mahesabu. Akasema, umekosea mahesabu, leo hii Mungu atakuua. Leo utakufa na ufalme wako utapewa mwingine anaitwa Dario, na ile mene na tekeli umelaaniwa saa hii, na leo hii utakufa. Mfalme akafikiri ni mzaha. Siku hiyo hiyo roho mbaya zikaingia watu, wakamuua Belshasa. Walipomuua Belshasa, na Dario akachukua ufalme. Sema amina. Hivi ndivyo Mungu afanye kwa kila yeyote
anayetamani ayaguse maisha yako, anayetamani alete kilio katika nyumba yako, anayetamani alete maafa, alete mateso katika kila unachofanya, hivyo ndivyo atakavyokuwa katika jina la Yesu. Ninatabiri jioni ya leo kwa wale wanaonifuatilia na wale walioko hapa, ya kwamba neno la Bwana litatimia. Adui hataingia kwenye maisha yako, kwenye mipaka yako, kwenye nchi yako. Alichokusudia adui hatakitimiza. Sanyaribu akaandika barua, akamtumia Hezekia, akamwambia Hezekia, sikia, Mungu unayemwabudu, Mungu unayemuinua, asikudanganye ya kwamba anaweza kukuokoa na mkono wangu. Unasikia? Unajua kuna watu unapoomba anakuambia ule Mungu wako, utateseka. Ukisema tu Mungu ndio unatumainia, ujue ya kwamba maisha yako itaisha. Kuna watu wanajua kudharau wokovu, wanadharau walokole, wanadharau watumishi, wanadharau wabinti, wanadharau wamama wanaokoka, wala vijana wala wazee. Yaani unakuta mtu anakutukana, anasema ukisema ya kwamba utategemea Mungu utakufa masikini, ukisema utategemea Mungu utakufa vibaya. Kuna watu wanatukana wokovu. Unaona watu badala ya kukutia nguvu, badala ya kukutia moyo katika maisha ya kufuata neno la Mungu, wanakuvunja moyo. Hawa ni masanyaribu. Hawa ni masanyaribu. Wamekosea nini? Mahesabu. Maandiko inasema, dada, kaka yangu, kwamba nilikuwa kijana na leo nimekuwa mzee. Kila aliyeokoka, kila aliyemjua Mungu hajawahi kushindwa, wala watoto wake kuomba mkate njiani, wala watoto wake kulabia au kuhangaika, kwa sababu kila aliyefanya agano na Mungu, agano litabaki katika ile familia na litalinda wale watoto watakaotokea na wajukuu. Angalia, Mungu akamwambia Hezekia, anamwambia Hezekia, ile barua ulioandikiwa, mimi mwenyewe nitahusika na Sanyaribu. Akasema ile barua, Hezekia, ile barua usiogope. Ule Sanyaribu ni mtu, na kwa sababu ni mtu, mimi Mungu nimesikia alichotukana, nimesikia matusi aliyoandika, kwa sababu ile barua ilikuwa inajaa matusi, barua ya matusi. Umeshaandikiwa barua ambayo unaona ukimaliza kuisoma unalia. Barua ni nini? Ni kila taarifa, hata kama sio barua kwenye pepa, lakini unapata habari, unasema, unasikia kuna watu wamekaa na kilicho waleta kukaa ni kwa sababu ya maisha yako, kwamba maisha yako yako hivi. Unashangaa ukisikia, unauliza walikuwa nani na nani, wanakuambia ni fulani. Unaangalia siku moja alikuwa uchi, ukampa nguo. Wanasema na fulani alikuwa pale. Unasikia siku moja alikuwa hana kiatu, ulimpa. Unasikia wakati moja alifika kwako akiwa na njaa, ukamtengenezea chakula. Unasikia mwingine, unashangaa kuona hawa watu walipataje ujasiri ya kujadili maisha yao, ya kutukana maisha yao. Badala ya kucheka, unaona unalia unapoona hawa ndio wangenitia moyo, hawa ndio wangenisaidia. Lakini barua yao inajaa matusi, inajaa masengenyo, inajaa madharau. Hizi barua Mungu akamwambia Hezekia, mliandikwa frase moja, mliandikwa mstari moja ambao ulimkasirisha Mungu. Ni ule mstari wa ile shairi lile la 13. Linasemaje? Linasema, mwambie Hezekia, Mungu wake anayemwamini asimdanganye kuwa atamuokoa na mkono wangu, kwa sababu
wenyewe walijaribu kufanya kiburi mbele zangu, niliwapiga na nilichoma miungu yao. Umwambie Hezekia na Mungu wake nitamchoma. Umwambie hiyo ndio iliandikwa katika barua. Mumwambie ile nchi yake nitaitawala na watu wake nitawatawala na wengine nitawachukua niwapeleke Suria ili wanitendee kazi. Ile nchi nitayaharibu. Ukisoma maandiko inasema hakuna atakayenizuia nisiingie kumharibu Hezekia. Hakuna duniani atakayenizuia nisifanye mabaya juu ya Hezekia na juu ya nchi yake na juu ya raia wake na serikali yake yote. Nitaimaliza. Nitaweka serikali yangu mimi mfalme mkubwa wa Ashuru. Hiyo ndio ikaandikwa katia sahihi kwa muhuri wake. Ile barua ikapewa Hezekia. Hezekia alipoisoma akaona hapa sina jinsi, akaipeleka mbele za Mungu. Haleluya. Akaipeleka kwenye madhabahu. Biblia inasema kaingia katika nyumba ya Mungu. Unapokuwa kwenye vita, unapokuwa umeandamwa, umefuatiliwa na maadui, kimbia katika nyumba ya Bwana, kimbia madhabahuni, ita Mungu na Mungu hata ruhusu adui atimize alichokupangia. Kama amekupangia magonjwa, itaisha. Maandiko inasema ukitokea ugonjwa, watu walioitwa kwa jina langu wakinyenyekea na kuomba na kuungama dhambi zao, nitaponya ile nchi na ule ugonjwa. Kukitokea vita, nitatokea. Watakapoomba, nitawaponya na vita. Kukitokea kitu kibaya chochote, nitasaidia ili kisiwapate wanapokuwa katika maombi. Hezekia hakuinua kitu kingine zaidi ya maombi. Hapa ndiko naona nguvu ya kuomba. Hapo ndipo naona nguvu ya maombi. Utembo inaweza kusanyika kinyume chako, lakini kama una Mungu, kama uko unaomba, kitaeleweka katika jina la Yesu. Mpaka wachawi wataelewa ya kwamba kuna Mungu aliye hai, kuna Mungu aliyetutuma, kwa sababu punde si punde mipango yao itayeyuka kwa jina la Yesu. Mungu akamwambia Hezekia, umepokea ujumbe wa mfalme wa Ashuru, sikia ujumbe wangu. Mungu akamwambia, umwambie Hezekia yule mfalme hata kanyangisha miguu yake pale Samaria, pale Yerusalemu, na wala hata piga mshale ndani ya Yerusalemu. Kitu cha tatu, hata jenga hema yake katika Yerusalemu. Vitu vitatu. Namba moja, anasema mumwambie Hezekia. Mungu wa mbinguni akamwambia Isaya, peleka ujumbe, peleka barua yangu. Na barua yangu inaua barua ya nani? Ya Sanyaribu. Haleluya. Barua ya Mungu ni neno la Mungu, linaua maneno yote ya mbaya juu ya maisha yako. Haleluya. Ninahubiri mtu mmoja nilelewe saa hii. Kuna barua ulioandikiwa, lakini pia mbingu zimeandika barua ya kukuponya, ya kukuokoa, ya kukusamehe, ya kukutendea mema katika jina la Yesu. Walikuandikia magonjwa, lakini barua ya Mungu inasema kwa kupigwa kwangu umepona katika jina la Yesu. Kwa kupigwa kwa Yesu wewe umepona. Wamekubandikia barua ya umaskini, alifanywa maskini, alifanywa laana ili mimi na wewe tuwe matajiri. Walikuandikia barua ambayo utarudishwa nyuma. Maandiko yanasema mtumishi wangu ataendelea, ataprospere, ataendelea katika kila kitu. Wamekuandikia barua ya kwamba utarudi nyuma wala hautaendelea. Maandiko yamesema ya kwamba utakalolikusudia litatimia, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Hautarudishwa nyuma, wala mguu wako hautasogeshwa, wala mguu wako hautaingia kwenye shimo walilolichimba. Sema amina katika jina la Yesu. Sema amina
Kuna watu mahali hapa ambao wanaamini huu ujumbe, na uwe kwenye maisha yako katika jina la Yesu, na uwe kwenye maisha yako. Angalia barua ya Sanyaribu. Mungu akatuma barua yake kwa Hezekia. Sanyaribu alipeleka barua kwa Hezekia, na Mungu naye akatuma barua kwa Hezekia. Barua ya Mungu ikavunja barua ya mfalme wa Suria. Kwa sababu barua ya Mungu iko juu ya barua zote. Barua ya Mungu, kuna watu wahenga wanasema hakuna mkate wenye kiburi mbele ya chai. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Amen. Hakuna mlima usiomtii Mungu. Hakuna mwenye kiburi mbele za Mungu. Mtu anaweza kainua mabega, wanainua mabega mbele za watu, lakini hapana mbele za Mungu. Wanaweza wakainua mabega. Angalia, Farao aliinua mabega, aliishia baharini. Manake wataishia baharini. Usiogope. Frase ya kwanza iliyoandikwa, mstari wa kwanza ulioandikwa katika barua ya Mungu ulisema, mumwambie Hezekia asiogope. Sehemu ya pili inaandikwa, yule mfalme hataingia. Akaandika maneno matatu ndani Mungu. Akasema yule mfalme hataingia Yerusalemu. Namba 1. Namba 2, akasema yule mfalme hatapiga mshale katika maisha ya Hezekia. Namba 3, akasema hatajenga nyumba wala boma wala hema katika maisha ya Hezekia. Mimi mwenyewe nitaokoa Hezekia kwa ajili ya heshima yangu mimi Mungu. Nitaokoa Yerusalema kwa ajili ya agano alilofanya nami alipokuwa hai Daudi baba yake na Hezekia. Vitu hivi vitatu, nitaweka heshima ya Yerusalemu. Angalia, manake Mungu ataweka heshima juu ya maisha yako kwa sababu ulimjua Mungu. Haleluya! Popote ulipo, uliyeokoka, uliyemwamini Kristo kama mwokozi wa maisha yako, shetani adui akipanga chochote hakitatimia, kwa sababu Bwana atakuokoa kwa heshima yake mwenyewe. Atakuokoa kwa ajili ya agano ulilolifanya na yeye la wokovu. Anasema adui hataweka hema yake wala mguu wake wala magonjwa yake wala laana yake wala mikoshi yake juu ya maisha yako. Mungu atakulinda ili laana za adui zitamrudia yeye kwa jina la Yesu. Kama unanielewa sema amina. Hii ujumbe ni ya kwako. Hii ujumbe ni ya kwako. Adui hataweka hema lake kwenye maisha yako, kwenye familia. Ni kweli amekusudia alete mauti ndani ya mji, alete mauti ndani ya maisha yako, ndani ya familia. Nimetabiri la kwamba hatatimiza alichopanga juu yako. Barua ya Mungu imeshuka kwako. Ni neno la Bwana ya kwamba jioni hii adui hataua watu katika mji. Wote walioandikiwa kufa tunawakomboa kwa damu ya Yesu Kristo. Wote walio kwenye listi, wote walio kwenye orodha ya wachawi, wote walioandikiwa kufa tunawakomboa katika jina la Yesu. Tunawainua. Imeandikwa, kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Ndimi za magonjwa zitakiri Yesu ni Bwana. Mikoshi takiri Yesu ni Bwana. Wachawi watakiri Yesu ni Bwana. Wafrima, waeliminati watakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Walozi watasema Yesu ni Bwana, maana mipango yao inakwenda kuteketea.
maana kazi zao zinakwenda kuteketea. Inuka kwa miguu yako. Tunamwita huyu Mungu aliyekomboa Hezekia, aliyekomboa Yerusalema. Wewe ni Yerusalema ya Mungu. Yerusalema manake mji wa Mungu. Mimi na wewe ni nyumba ya Bwana. Mimi na wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hatuwezi shambuliwa na magonjwa yoyote. Kwa jina la Yesu Kristo tunarudisha magonjwa mahali ilitokea. Katika jina la Yesu tunarudisha mateso mahali ilitokea. Angalia mwisho kilichotendeka. Mungu akamwambia Hezekia, nitaleta kwenye masikio ya ule mwenye kiburi Sanyaribu, nitaleta shindo, nitamletea kishindo, atakimbia kwa njia aliyoipitia, na atakapofika kwake nitamwangamiza. Akasema, kwanza natuma malaika wangu aende kwenye kambi yake akawaue majeshi anaojivunia. Malaika kaenda usiku akaua zaidi ya 180,000, karibu 180,000 personnes ya majeshi ambao walikuwa tayari, akiwemo aliyebeba barua. Aliyebeba barua akafa. Sema kila yeyote, sema kila yeyote anayebeba barua ya kuzimu juu ya maisha yangu, hiyo barua na yeye mwenyewe na aliyemtuma wote wataiangukia pua, wote watateketea. Piga magoti, piga mikono yako, piga maombi, inua maombi, piga maombi, ingia maombi, omba, inua maombi. Yeyote aliyeandika barua na yoyote aliyeibeba, wajumbe wa kuzimu, wajumbe wa mateso, waeleza mateso, waeleza shida kwenye maisha yako, walioandika hautaweza, walioandika hautaweza, walioandika barua juu ya watoto wako kwamba watoto wako watashindwa, enda kubomoa hizo barua zao, hizo maneno yao, hiyo miandiko yao. Tunaisambaratisha, tunaiyeyusha, tunaichoma kwa jina la Yesu Kristo. Tunachoma barua zao, tunachoma maneno yao, tunachoma ibada zao. Kila Sanyaribu, kila Sanyaribu, kila Sanyaribu kwenye maisha, kwenye huduma, kwenye Butemo, kwenye Kongo, tunachoma mipango yake. Itajulikana ya kwamba yuko Mungu aliye upande wetu, yuko Mungu aliye pamoja nasi, yuko Mungu wa kutuokoa. Magonjwa, laana hazitaingia kwenye maisha yetu, kwenye kambi yetu. Tumepakaliwa mafuta, tumepakaliwa neema, tumepakaliwa ushindi. Watoto wetu hawatakuwa chakula chao, watoto wetu hawatakuwa nyara yao, watoto wetu hawatakuwa nyara yao. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maneno yao tunayachoma, maneno yao tunayavunja, akili zao tunazivunja. Baba, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, tunatukuza jina lako. Baba, tunainua jina lako. Roho Mtakatifu, tuwezeshe, tusaidie. Walichoandika tunakichoma kwa mamlaka ya jina la Yesu. Imeandikwa milango ya kuzimu, milango ya kuzimu, milango ya uharibifu, milango ya mateso, milango ya laana haitalishinda kanisa, haitalishinda kanisa. Kila udhaifu uliokusudiwa
uliotangazwa, ulioandikwa, tunauchoma, tunauchoma, tunauchoma kwa jina la Yesu. Kila Ebola iliyotangazwa tunaichoma kwenye nchi yetu, kwenye mji wetu, kwenye eneo letu. Hakufe mtu, hafi mtu, hafi mtu. Tunakomboa wanawake na wanaume walioandikiwa kufa, tunawakomboa kwa jina la Yesu Kristo. Wote walioandikiwa kufa tunawakomboa. Hakuna kuzika. Mwezi wa 8 tunapiga marufuku kila barua iliyotoka kuzimu, kila barua iliyotoka kwa wachawi, waganga wa kienyeji, walozi wa fumu, mafrima, maframaso, mafrima, maelimineti. Tunabomoa mipango yao, Wakaldea, masanyaribu walioandika magonjwa, mateso, laana. Tunawarudishia laana yao, tunawarudishia magonjwa yao, tunawarudishia vitu vyao. Barua za uovu tunazichoma kwenye madhabahu, tunazichoma kwenye madhabahu. Kushindwa yao tunawarudishia. Roho za kushindwa sio fungu letu, sio sehemu yetu. Tunazibomoa, tunazicharaza, tunazichanachana kwa jina la Yesu. Baba, tunaomba ushindi, tunaomba neema, tunaomba neema, neema ya Bwana. Heshima yako Bwana ikalinde Butembo, heshima yako Bwana ukalinde mji wetu, ukalinde nchi yetu, kwa heshima ya jina lako na kwa heshima ya watumishi wako wa kike na kiume wanaoishi Butembo, wanaoishi Kongo DRC, wanaoishi pande 4 za nchi, kwa jina la Yesu. Kwa ajili ya kanisa lako, milango ya kuzimu haitaingia kwa watoto wetu, haitaingia kwa afya zetu, haitaingia kwenye mji wetu, haitaingia kwa maeneo yetu, haitaingia kwenye kazi zetu. Mwezi wa 8, mwezi wa 8 ni mwezi wetu wa maendeleo, ni mwezi wetu wa kufanikiwa, ni mwezi wetu wa kusonga mbele katika jina la Yesu. Hataingia adui yeyote kwenye mipaka yetu, kwenye eneo letu, kwenye uzao wetu, kwenye watu wetu, kwenye familia zetu. Sande Baba yetu, sande Mungu wetu, sande Mwokozi wetu, sande Jehova, sande Baba, sande Mungu mkuu, sande Baba yetu, sande Mungu wetu, sande Jehova, sande kwa neno lako, sande kwa uzima, sande kwa maombi, sande kwa majibu. Bwana, tunakutukuza. Wewe ndiwe Mungu na dunia nzima ijua ya kwamba wewe ndiwe Mungu. Wewe ndiwe Mungu, sio mara ya kwanza wala mara ya mwisho uliokoa Daudi mbele ya Goliata. Goliata aliongea siku 40, lakini Daudi alimwangusha kwa dakika tu na akaanguka, akazimika, na kumbukumbu zake zikayeyuka. Kumbukumbu za Goliata zikayeyuka. Mateso aliyotangaza yakamrudia, na Wafilisti wenzake wakapotea, na Daudi akashika ushindi. Inchi kaheshimika, watu wako wakaheshimika. Dunia ikaandika ya kwamba hakuna Mungu kama Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama Mungu wa waliookoka, hakuna Mungu kama Mungu wa kanisa. Baba, katika jina la Yesu, milango ya kuzimu haitafanya kazi juu ya maisha yetu, haitafanya kazi juu ya huduma za kiroho katika mji huu, juu ya walioitwa. Milango ya kuzimu haitazuia watu wasije kusikia neno. Tunapasua kila ukuta walioandika, waliojenga, waliofanya kuzuia watu, kuzuia mji, kuzuia watu wasije kupata maneno ya uzima. Tunaipasua. Roho Mtakatifu, kamata uongozi, kamata usukani wa mji, kamata eneo la kiroho la mji wa Butembo na nchi ya Kongo, bara la Afrika. Watumishi wako wa kike na kiume wabarikiwe, wainuliwe, wapate afya njema katika jina la Yesu. Roho za hofu na mauti kwenye anga tunayashusha chini, tunayaponda kwa jina la Yesu. Baba asante, Baba asante. Mungu wetu Baba, tunakutukuza, tunakuinua.
Anza kumshukuru Bwana. Anza kumshukuru Bwana kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya nyumba yako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya watu wako. Hakuna mauti mwezi wa 8 katika nchi yetu, katika mji wetu, katika watu wetu, katika vitu vyetu, katika mipango yetu. Hapana mauti, hapana uganga utakaofanikiwa, hakuna silaha itakayofanikiwa juu ya maisha yako, juu ya watoto wako, juu ya nyumba yako, juu ya huduma za kiroho katika mji huu, katika nchi hii, katika Afrika, kwa jina la Yesu. Mungu wetu tunayemwabudu, tuliyemwamini, anayetuongoza, anayetubeba, Yesu Kristo, madhabahu yake yanameza, yanachoma, yanakula madhabahu za uovu, madhabahu za uovu. Sande Baba, linda watu wako, linda mji wako, linda maisha yetu, linda huduma yako, linda vipawa vya Roho katika mji. Sande Baba, tunakutukuza, tunakuinua, na sote kila moja aseme amen, na sote tuseme amen. Shangilia Bwana popote ulipo. Mungu akubariki, Mungu akuinue, Mungu akutendee wema. Mwezi wa 8 uwe mwezi wa maendeleo na mafanikio makubwa juu yako na watoto wako, juu yako na familia yako, juu yako na nchi yako, juu yako na mji wako, katika jina la Yesu. Barikiwa, inuliwa, endelea, songa mbele katika jina la Yesu. Imetendeka, imetendeka, imetendeka. Washindi wampe Bwana makofi yao. Washindi warusha vigelegele. Washindi warusha vigelegele. Wenye imani warusha vigelegele. Umeshinda kwa jina la Yesu. Sema nimeshinda. Sema nimeshinda. Kwa jina la Yesu. Nimeshinda. Nimeweza. Nimeinuka. Nasonga mbele kwa jina la Yesu. Vigelegele. Vigelegele. Haleluya, haleluya. Amen. Chukua dhabihu yako tumalize ibada. Chukua dhabihu yako tumalize ibada. Hizi ni ibada za kiroho ambazo lengo lake ni kukutetea. Huwezi fika kwenye madhabahu haya uendelee kulia. Haiwezekani. Ndio maana tunaelewa adui anajaribu kupambana nasi